Ninamkumbukaje Papa Francis, mchungaji wa dunia, sauti ya huruma na mwanamapinduzi wa kiroho. Leo machozi yanatiririka kwa watu wa imani mbalimbali duniani kote baada ya tangazo na taarifa za kifo cha Papa Francis kutapakaa katika mitandao ya kijamii. Papa Francis ameaga dunia tarehe 21 Aprili mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Mtu huyu hakuwahi kuwa tu kiongozi wa kanisa Katoliki, bali aligeuka kuwa baba wa ulimwengu, mwenye moyo mpana kuliko mipaka ya dini, taifa au jinsi. Maisha ya awali na safari ya kumjua Mungu. Jorge Mario Bergoglio alizaliwa mnamo Disemba 17 mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina, katika familia ya wahamiaji wa Kiitaliano. Kabla ya kuwa padre, alisomea kemia na pia aliwahi kufanya kazi kama mhudumu wa klabu. Alijiunga na shirika la Jesuits na kupewa daraja takatifu la upadre mwaka 1969. Kwa unyenyekevu mkubwa, hekima na moyo wa huduma, Jorge alikuwa haraka ndani ya shirika lake hadi kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires huko Argentina. Lakini ilikuwa mwaka 2013 ambapo historia iliandikwa alipopata kuwa papa wa 266, papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na papa wa kwanza kutoka shirika la Yesu, yani Jesuits, na papa wa kwanza kuchukua jina la Francis, likiwa ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini kama alivyokuwa Mtakatifu Francis wa Asisi. Mafanikio makubwa. 1. Papa wa maskini. Papa Francis aligeuza kanisa kutoka kuwa taasisi ya kifalme kwenda kuwa hospitali ya watu maskini. Aliwazungumzia watu waliopuuzwa, maskini, wakimbizi, wahamiaji, waliokosa sauti na kadhalika. Papa Francis aligeuka kuwa sauti ya wasio na sauti au sauti ya wasiosikika. Kauli zake kama napenda kanisa maskini kwa ajili ya maskini zilibeba ujumbe mzito wa mageuzi. Alifungua malango ya Vatican kwa wakimbizi, akalipa kodi ya nyumba za wahamiaji, na mara kwa mara alionekana akiosha miguu ya wafungwa, wanawake na hata Waislamu katika ishara ya unyenyekevu na mshikamano. 2. Mtetezi wa mazingira. Kupitia waraka maarufu Laudato Si wa mwaka 2015, Papa Francis aliwaita na kuwataka wadau wote duniani kote kuwa walinzi wa uumbaji. Alielezea wazi jinsi uharibifu wa mazingira ulivyo dhambi ya kijamii. Kauli yake ya dunia ni nyumba yetu ya pamoja iliwasha moto mpya katika harakati za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. 3. Kiongozi aliyefungua milango. Papa Francis aliweka msingi wa sinodi au sinodi, msingi ambao ulihimiza ushirikishwaji wa waamini wote katika maamuzi ya kanisa. Hili lilikuwa jaribio la kulivunja kanisa kutoka katika mfumo wa juu kwenda chini na kuweka mfumo wa kanisa ambao unahusisha majadiliano na kusikilizana baina ya viongozi wa kanisa na waamini wanaowaongoza. 4. Mvumilivu wa maoni mbalimbali. Katika dunia iliyogawanyika kisiasa na kijamii, Papa Francis alichagua kuwa daraja. Alikutana na viongozi wa Kiislamu, Wayahudi, Wahindu na hata watu wasioamini kabisa uwepo wa Mungu, si kwa lengo la kushindana nao, bali ni kuonesha kwamba upendo wa Mungu unavuka mipaka ya madhehebu yetu na hata dini zetu. Changamoto alizokabiliana nazo. 1. Msimamo juu ya mapenzi ya jinsi moja. Papa Francis hakuwahi kuidhinisha ndoa za jinsi moja ndani ya kanisa Katoliki, lakini aliibua mjadala mkubwa sana alipotamka mwaka 2020 kwamba watu wa jinsi moja wana haki ya kuwa katika familia, wao ni watoto wa Mungu na wana haki ya familia. Kauli hiyo ilisababisha vuguvugu ndani ya Vatican na dunia nzima. Wengine walimpongeza kwa ujasiri wake wa kuonesha huruma, huku wengine hasa wahafidhina wakiona kama alileta mkanganyiko mkubwa sana kuhusu mafundisho ya kanisa Katoliki. 2. Kashfa za unyanyasaji wa watoto ndani ya kanisa Katoliki. Katika kipindi chake, Papa Francis alikabiliana na mojawapo ya majeraha makubwa ndani ya kanisa Katoliki, yani unyanyasaji wa kingono wa watoto. Ingawa alionekana kusita mwanzoni,
Baadaye alichukua hatua madhubuti, ikiwa ni pamoja na kuwavua madaraka baadhi ya maaskofu waliotuhumiwa kuficha makosa hayo. Aliomba msamaha hadharani na kuanzisha mchakato mpya wa uwazi na uwajibikaji, japo bado alikumbwa na lawama za kuchelewesha mageuzi zaidi ndani ya kanisa Katoliki. 3. Upinzani kutoka ndani. Mageuzi yake yalionekana kama mapinduzi ya utamaduni wa kawaida ndani ya Vatican, na hivi baadhi ya viongozi katika kanisa Katoliki hawakufurahishwa na mwenendo wake. Alishambuliwa kwa maneno, alikosolewa hadharani. Hata hivyo, alichagua kunyamaza na kuendelea na wito wake wa huduma na huruma kwa watu aliopewa kuwaongoza. Je, ninapohitimisha makala hii leo, ninamkumbukaje Papa Francis? Binafsi namuona Papa Francis kuwa ni kiongozi ambaye hakuwahi kujiona kama mwenye mamlaka, bali kama mtumishi wa watumishi. Alipenda kutembea kwenye mitaa ya dunia, si kwa magari ya kifahari, bali kwa viatu vilivyojaa vumbi vya wanyonge. Daima nitaikumbuka sauti yake ya upole akisema, "Usiogope, Mungu hakuchoki kamwe." Nitakumbuka jinsi alivyoonesha kwamba huruma si udhaifu, bali ni nguvu ya kweli. Huruma yake iliyopitiliza ndiyo sababu ya wakati mwingine kuleta kauli tata zilizowashtua Wakristo wengi, hasa ile ya kupewa baraka kwa watu wanaojihusisha na mahusiano ya kingono ya jinsi moja. Kauli yake hii kwa wengi ilieleweka anaelekea kubariki jambo hilo baya sana kwa jamii. Lakini kwa ujumla nitakumbuka kuwa yeye alikuwa kiongozi aliyeamini kwamba mabadiliko huanza na moyo unaosikiliza. Papa Francis amefariki kweli, lakini urithi wake aliotuachia bado utaendelea kubakia mioyoni mwetu na akilini mwetu. Katika dunia inayohitaji sauti ya huruma kuliko wakati mwingine wowote, kazi yake itabaki kama mwanga katika giza la ukatili, ubaguzi na ubinafsi. Pumzika kwa amani, Baba Mtakatifu Papa Francis. Umetumikia dunia kwa upendo na huruma kuu. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina lake lihimidiwe milele. Amina.